Ni kuelekea mashindano ya kimataifa ya mabara duniani, ikiwa ni mashindano ya 25 tangu kuanza kwake ni katika dimba la Benjamin Mkapa, pamoja na ule uwanja ambao wanamichezo huwa wanasema shamba la bibi. Bila shaka mwaka huu tena vitatumika viwanja viwili. Sijui Sheikh Nuruddin Ahmad Kishki atatuambia hapa. Sheikh Nuruddin, furaha kubwa kukutana nawe kwa hakika. Karibu sana. Asante sana. Ndio, zimebaki siku kama si masaa ya kuhesabiwa. Naam. Pine kabla hiyo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ikatokea mtu kapiga kikombe hivi kwa kusahau. Inasemekana kwamba Mungu atakuwa kamfutarisha huyo bwana. Ni kweli? Ni kweli. Kidogo kwa kaka unajitetea kaka. Ni mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema atakaye sahau hali ya kuwa amefunga, akala au akanywa, basi aendeleze funga yake, kwa sababu Mungu ametaka kumpozea ile saumu. Lakini sharti awe amesahau kweli na asiekti kuwa amesahau. Nashukuru sana. Usije ukahoji hapo kwenye kusahau kweli, kwa sababu sio mipaka yako. Sheikh Nuruddin, na kuchangia katika hilo kabisa, usichangie. Sheikh Nuruddin, miaka 25 sasa ya mashindano haya makubwa ya kimataifa ya Qur'an. Kabla ya kwenda kuizungumza Machi 16, miaka 24 ilikuwaje kwenye haya mashindano? Naam, mashindano haya yameanza kama mchicha na sasa ni kama mbuyu. Yalianza mbuyu, ushakuwa mbuyu Sheikh. Zaidi ya mbuyu. Zaidi ya mbuyu. Mashaallah. Mashaallah. Yalianza kama ni mashindano madogo sana ya madrasa yetu pale mtaa wa Yombo na Uzuri, baadaye Kahama yakaenda mtaa wa Yombo na Pazi, baadaye tukawa tunafanyia ndani ya uwanja wa madrasa. Baada ya hapo yakawa yanakuwa kidogo kidogo, yamekuwa mashindano ya mtaa, ya kata, ya wilaya, ya mkoa, Afrika Mashariki, Afrika, na hatimaye leo ni mashindano yatakayoshirikisha mabara yote ya ulimwengu. Kwa hiyo yalianza kidogo kidogo, na hapa tulipofika si kwamba tumetaka wenyewe kufika au tumekurupuka tukaweza kufika hapo. Na picha hizo unazoona sasa hivi tumehamia katika viwanja hivi Mkapa na Uhuru. Hii ni audience ndio iliyotupelekea sisi kufika huko, kwa sababu kila tunapofanyia palikuwa hapatoshi. Mara ya mwisho tulikuwa tunachukua karibia kumbi 2-3 pale Sabasaba Mtoni pale, yale maonesho ya Sabasaba. Yes, viwanja vya maonesho. Viwanja vya maonesho. Kwa hiyo tulikuwa tunachukua ukumbi ule mkubwa na wa pili na watatu, watu wakawa bado wanaitikia, wanaobaki nje ni wengi kuliko walioingia ndani. Ndipo mwaka 2015 tukahamia rasmi katika uwanja wa Uhuru. Nao mwaka ule waliobaki nje walikuwa ni wengi kuliko hata waliokuwa ndani. Vivyo hivyo tumeenda mpaka hivi sasa mashindano haya yanafanyika ndani ya viwanja vyote viwili, Mkapa na Uhuru. Naam, inasemekana ya kwamba dunia imestuka baada ya kuona watu wanakusanyika katika uwanja wa mpira na kujaza viwanja viwili. Hili kwenu limekuwa na taswira gani, na ukweli upoje katika hili? Naam. Ni kweli kabisa, dunia mpaka sasa hivi ipo katika mshangao, kwa sababu hakuna nchi ambayo imeweza kufanya mashindano ya Qur'ani katika viwanja vya mpira na watu wake wakafika takriban 100,000 kama sisi Tanzania. Kwa Tanzania ndio waanzilishi wa hili. Hata hizi nchi za Kiarabu, za Kiislamu, ambako ndiko Uislamu ulipoanzia, hawana uthubutu huo. Wenzetu wana mashindano makubwa zaidi, zawadi zao ni kubwa, mshindi anachukua $100,000, $200,000, mamilioni ya pesa, lakini hadhira watu 200, watu 150 katika zile hall au kumbi zao za kifahari. Hakuna mwitikio. Sisi leo nyi wenyewe mnashuhudia wa Tanzania namna walivyokuwa na imani na namna walivyokuwa wanapenda dini na wanavyopenda Qur'ani. Watu wanarauka wenyewe baada ya salatul fajri. Kwa yule mwenye kutembea kwa miguu anatembea kwa miguu, mwenye kudandia daladala anadandia daladala,
hatuwapatii nauli, hatuwapelekei mabasi. Sisi tunawashawishi, tunawaita kwa wito mbalimbali, alafu wao wanakuja kwa msukumo wa kiimani. Hili ni jambo la kihistoria, na historia hii imeandikwa na Tanzania peke yake, na hili likijulisha jambo linajulisha juu ya upekee wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa Sheikh, hiki ambacho kinafanyika, maana yake kuna elimu kubwa ambayo inatoka ndani ya Qur'an. Watu kufika kwa wingi kiasi kile hawaondoki bure. Naam. Kuna faida ambayo anaipata kutoka kwenye Qur'an ambayo inasomwa kwenye eneo lile kwa siku hiyo. Pengine baada ya matukio haya, ni elimu kubwa kiasi gani ambayo inaenda kuibadilisha jamii kutokana na uwepo na ukubwa wa matukio haya? Naam. Kama ulivyotangulia kusema, watu wanapokuja pale wakaketi masaa zaidi ya 5-6 hawaondoki patupu. Kwanza Qur'ani yenyewe kama kitabu cha Mungu na maneno ya Mungu, kama walivyosema, ni mafundisho na ni maelekezo na ni elimu tosha. Lakini Qur'ani, moja ya sifa zake ni kitabu chenye kusomwa, na ni kitabu ambacho kikisomwa tumeamrishwa kukisikiliza. Kwa kile kitendo cha watu kuketi kusikiliza Qur'ani, kwanza wanaingia katika orodha ya wale wanaopata rehema za Mungu. Yani Mwenyezi Mungu anawahurumia. Sote hapa tulipo tunahitaji huruma za Mungu. Akikuhurumia, akakutazama kwa jicho la huruma, mambo yako ni super kabisa. Kwa hiyo watu pale wanapoketi wamekaa kimya wanasikiliza haya mashindano ya Qur'an, kwanza wanapata rehema za Mungu. Wale wenye maradhi, wenye magonjwa, mili yao michafu, mwingine ana husda, mwingine ana vijicho, mwingine ana mambo ya Kiswahili, Qur'ani inayosomwa pale na wao wamekaa inawaangukia katika mili yao, na inakuwa sababu ya wao kusafishika na kupona, kwa sababu miongoni mwa kazi za Qur'ani ni ponyo na ni dawa kwa watu wake. Kabisa. Sawa. Twende kwenye tukio la March 16. Maandalizi yakoje? Alhamdulillah, maandalizi yamekamilika kwa asilimia zote, na washiriki tayari wamekwisha ingia, na wengine wataingia usiku wa leo, na wa mwisho wataingia kesho asubuhi. Na kesho salatul Jumaa tutawatambulisha pale msikiti mpya ambao Al-Hikma Foundation tumeujenga pale barabara ya Dr. Omar Ali Juma na mtaa wa Yombo kuelekea Mombeyanga, msikiti ulioshikamana na Al-Hikma Girls Secondary School. Ni msikiti wa kisasa, na kesho unafunguliwa rasmi na Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo washiriki wote kutoka mabara yote ya ulimwengu watakuwepo kesho, wataswali swala ya Ijumaa pale. Ndiyo. Kutambulishwa rasmi. Mambo kwa asilimia zaidi ya 99.9 alhamdulillah yamekamilika. Tunasubiri tu siku ambayo kengele italia. Sawa. Mabara ambayo mpaka sasa yatashiriki mashindano hayo ni yapi? Ni mabara yote ya ulimwengu, bara la Afrika na bara la Amerika ya Kusini, bara la Amerika ya Kaskazini, bara la Asia na bara la Ulaya pamoja na bara la Australia. Sawa. Mwaka huu mnakuja na surprise gani kwa wahudhuriaji na washindi? Au surprise? Naam. Al-Hikma Foundation kwa miaka 25 tunaandaa hili jambo. Ndiyo. Na tangia tuhamie katika viwanja hivi Mkapa na Uhuru ni miaka 10 kamili mwaka huu. Hatujawahi kuambia watazamaji au wapenzi au audience kwamba atakayekuja atapata 1, 2, 3. Yeah. Kwa nini? Sisi tunataka waje kwa msukumo wa kiimani. Sawa. Sisi tunataka waje kwa msukumo wa Qur'an. Tunahofia tukisema kwamba wa kwanza kuingia au wa pili au wa 10 atapata 1, 2, 3. Mwanadamu ni dhaifu, huenda baadhi wakaja kufuata zile zawadi, alafu thawabu zote, kheri zote, baraka zote za haya mashindano wakayakosa. Lakini pamoja na hayo huwa tunawasurprise watu ndani ya uwanja. Kwa hiyo inabakia kuwa ni surprise, na kweli mwaka huu kuna surprise nyingi sana, lakini hatutowaambia kwa sababu tukifumbua neno lile la surprise limekuwa halina maana tena, na bado tumeangukia kile tulichokikimbia. Ama zawadi kuu mwaka huu
Kabla ya kwenda kwenye zawadi kuu, Naam. labda tuweke sawa tu kwamba surprise yenyewe ni mshangao. Ni mshangao. Sasa ukifika pale unategemea kushangazwa, itakuwa ule mshangao umekosekana. Sawa sawa. Tuende kwenye zawadi kuu. Sheikh. Zawadi kuu insha Allah, mshindi wa kwanza, sisi washindi wetu ni 5, top 5 wa kwanza mpaka 5. Wa kwanza ataondoka na milioni 30 za Kitanzania. Mashaallah. Inshallah. Na anaifuatia milioni 18 na kitu wa pili. Wa tatu anaifuatia takriban milioni 13 na kitu au 12 na kitu. Anaifuatia milioni 8 na kitu, na anaifuatia milioni 5 kasoro. Sawa, tutafurahi mshindi akitoka nje ya nchi, lakini tutafurahi sana mshindi akitoka ndani ya nchi. Na sherehe bwana inaanzia nyumbani. Sijui vijana wetu wa Tanzania, wawakilishi wetu wa bara na visiwani, maandalizi yapoje? Yako vizuri? Watatubeba? Swali zuri sana ndugu mtangazaji. Vijana wetu wako vizuri. Naam. Lakini mashindano ni mashindano tu kama yalivyo. Na sisi Al-Hikma Foundation huwa hatuingilii matokeo. Ndio. Na napokea maoni mengi sana Watanzania. Watanzania wana uchungu, Watanzania wana upendo, wanatamani Mtanzania huwa ndio awe anaondoka na kile kitita. Na hata mwaka huu nimepokea vitu vingi, shehe, mnafanya mambo makubwa, mnahangaika, promo za nguvu, gharama, lakini mwisho wa siku bwana, sisi tunakuwa watu wa kushika mkia tu. Lakini niwaambie Watanzania, hili ni jambo la Kiqur'ani. Laiti ingelikuwa ni jambo Al-Hikma Foundation ingekuwa inacheza michezo fulani, Mtanzania angekuwa anashinda kila mwaka. Kabisa. Lakini sisi hatufanyi hivyo, tunawaachia majaji na tunawaachia wale wanafunzi, kwa sababu hatutaki kucheza na hichi kitabu jamani. Ndio. Ukicheza na hichi kitabu ukaleta janja kitabu kinaweza kikakulaani. Tunatamani, tunaomba dua Mtanzania awe mshindi wa kwanza. Ikitokea hakuwa, naomba wafahamu wa Tanzania ya kuwa hii ni Qur'ani na haya ni mashindano ya Qur'ani, tofauti na mashindano mengine tuliyoyazoea. Hili hakuna kupanga matokeo, ni Mungu mwenyewe kwanza anajalia, anapanga jitihada za huyo mshiriki na majaji nao vile watakavyoona. Lakini vijana wetu wako vizuri, na mwaka huu tuna wawakilishi 3. Mashaallah. Tuna Tanzania bara, mwakilishi wa Tanzania bara, mwakilishi wa Tanzania visiwani, na mwakilishi wa taasisi yenyewe, yani Al-Hikma Foundation ambayo ndio inaandaa haya mashindano. Sasa kwa kumalizia Sheikh, na tunatamani tuzungumze mengi hapa sana. Ikiwezekana tukae mpaka hiyo tarehe 16 haswa itakapotukuta hapa. Unadhani nini ambacho kinaongeza zaidi mvuto wa watu kushiriki ama kuhudhuria haya mashindano ya Qur'an? Nina binti yangu wa miaka 9, ameona tangazo akaniambia, mama, nataka kwenda kwenye mashindano haya ya Qur'an. Yani sikujiuliza mara mbili, lakini nimefikiria namna ambavyo mnawavuta mpaka wale watoto kabisa. Nini ambacho kinaongeza huu mvuto? Qur'ani kama Qur'ani kwanza yenyewe kama yenyewe ina mvuto wa hali ya juu. Kwa lugha nyepesi ya mjini, yenyewe inajiuza kabisa. Hilo la kwanza. La pili, na sisi tunavyofahamu Waislamu na Watanzania wanaipenda Qur'ani. Lakini kupitia haya mashindano mapenzi yameongezeka zaidi. Na miongoni mwa sababu zilizoongeza mapenzi ni hamasa ambayo Al-Hikma Foundation huwa tunaifanya. Balkis amezungumza kwa upande wake. Kwa upande wangu mimi naomba soma hii message hapa Sheikh, ya mwisho hapa, mwisho chini kabisa hapo. Kimya lakini ya kwako hiyo. Abdullah Masawe asisikie pale alipo wakati huu. Kumbuka ni mashindano makubwa ya kimataifa ya mabara duniani yatakayofanyika biidhnillah Jumapili ya tarehe 16 katika uwanja wa Benjamin Mkapa hapa Dar es Salaam. Usipange kukosa kwa hakika. Shaka bila shaka ushaisoma. Naam. Alafu baki nayo uone jinsi mashindano yalivyokuwa makubwa. Kabisa. Sheikh, tumezungumza sana kuhusu mashindano, lakini kwa tamani umalizie tu kwa kuambia kuwa mke mmoja pengine anaweza akatosha. Naam. Mke mmoja bila shaka anaweza kutosha,
na labda kwa sababu Balkisu umenichokoza nipe sekunde 2 niseme maneno yafuatayo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipitia katika step kuu 3 katika maisha yake, kuanzia kuzaliwa mpaka kubale miaka 15 takriban alikuwa ni bachelor, mpaka miaka 25, miaka 24, kuanzia kuzaliwa mpaka miaka 24 alikuwa hana mke. Miaka 25 alipofika umri wake akaoa, akawa na mke mmoja. Kakaa na mke mmoja kwa miaka 25, bi mkubwa Bi Khadija. Naam. Miaka 25. Alipofariki Bi Khadija ndio sasa wakaja wale wote. Baada ya Bi Khadija alimuoa Bi Sauda. Ndio. Kwa sababu alifariki. Akaona ameshindwa kuvaa kiatu cha Bi Khadija. Akaongeza Aisha. Hivyo hivyo mpaka akawa na wake wengi takriban 11, 2 aliwazika na 9 walimzika. Sasa baadhi ya vijana wana ile kasumba kwamba ukiwa na mke mmoja anakuambia wewe utakuwa kuna kusoma uadilifu bwana. Mimi huwa na challenge na wauliza, alikaa na mke mmoja bwana Mtume miaka 25. Je, hakuwa na uadilifu wakati huo? Sheikh Nuruddin, maneno mawili tu ya kufunga. Natamani ningeongea kwa maneno ya ujana wa sasa, kusema hapo sasa. Maneno mawili tu ya kufunga. Kikubwa Sheikh, mimi niko na Sheikh Kishki mpaka miaka 25 ijayo. Maneno mawili ya kufunga Sheikh, ushatupiga tayari. Naam. Kwa kumalizia ndugu mtazamaji, tunawalika tena kwa mara nyingine, na huu ni wito wa mwisho, Jumapili hii ya kesho kutwa tarehe 16 ndani ya uwanja wa Mkapa kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 6:30 mchana. Ni yale mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ya ulimwengu. Njoo ujionee ni bara lipi litakaloondoka na kitita cha milioni 30. Mgeni rasmi ni Dr. Hussein Ali Mwinyi, mgeni maalum ni waziri mkuu na naibu waziri mkuu na viongozi mbalimbali wakiwemo na makadhi wote wa Afrika Mashariki. Shukran sana. Na karibu tena kwa mara nyingine, na kwa mambo mengine nikwambie tu, katika miongoni mwa mambo ambayo yamenifurahisha uliyozungumza hapa hii leo ni ufunguzi wa msikiti ambao mtaufanya hapo kesho. Kwa sababu nilikuwa naona ikifika swala ya Ijumaa pale mpaka kuna foleni barabarani kutokana na ule msikiti maarufu, msikiti wa Kishki. Tulikuwa tunauona ni msikiti mdogo. Allah wazidishie na wajalie kheri nyingi sana katika haya ambayo mnayafanya katika dini na imani zetu. Amin ya Rabb. Huyo ni Sheikh Nuruddin Kishki ambaye ndiye mkurugenzi wa Al Hikma Foundation. Ametupa ujumbe mzuri, na ndio ujumbe utakao kwenda kutukutanisha Machi 16 pale uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini kama upo mbali na utashindwa kufika Mkapa, unaweza kutazama matangazo hayo mubashara kabisa kupitia ZBC2 Wema Unaoendelea, moja ya chaneli ambayo unaipata kwenye kisimbuzi cha Azam TV.